ya watu, na hususan kuna viongozi wa dini, vijana kwa maana kutoka katika sehemu tofauti, na vijana wa elimu ya juu wapo. Semina hii ni mwendelezo wa semina nyingine iliyofanyika tarehe 27 na 28 mwezi wa pili mwaka huu 2026 katika ukumbi wa Beako hapa Mbeya, ambayo wakati ule semina hiyo ilikuwa na mada isemayo mafunzo ya msingi ya psychosocial support PSS na psychological first aid PFA kwa viongozi wa dini, jamii na vijana. Kwa hiyo utaona kwamba semina hizi zinafanyika kwa mada tofauti ili kuweza kuilisha jamii mambo mengi tofauti, iweze kufaidika jamii kwa mambo mengi tofauti, na mwisho wa siku jamii yetu iwe yenye kufaidika, iwe yenye utulivu mkubwa. Baada ya kusema hayo, kwa sababu ndio sasa rasmi nimefungua semina hiyo inaanza, naona kwa hayo maelezo na maelezo mengi zaidi tutatoa katika nyakati kadri zinavyoendelea. Labda makusudio ya hizo semina kwa kuwajenga watu katika mfumo huu. Makusudio zaidi makubwa ya semina ni kwamba kuona kwamba tunajenga watu ikae katika nafsi zao, swala la amani na haki likae katika mioyo yao, kuona kwamba kuna umuhimu kabisa wa kuwa na nchi ambayo ina amani na ina haki, nchi ambayo ina uvumilivu baina ya raia wake, ina utulivu, ina mshikamano. Ndio madhumuni makubwa ya semina hiyo. Naitwa Pastor Ibros John, ni mwangalizi wa makanisa ya The Memory of Pentecostal Church in Tanzania kwa jimbo la mjini Mbeya, na nashukuru sana kwa mwaliko ambao nimeupata kwa ajili ya kuhudhuria hii semina kwa mafunzo haya mazuri kuhusu amani, haki na maridhiano. Ni jambo bora na zuri. Mimi namshukuru sana viongozi wa BAKWATA kwa sababu ya kuliunga hili jambo na kulifanikisha. Ukweli jambo la amani ni neno kubwa sana, ni la muhimu sana, na mkufunzi wetu ametufundisha na ametuelekeza mambo makubwa juu ya amani na haki. Amani ni jambo la muhimu sana katika jamii yetu, na hasa katika nchi yetu ya Tanzania, nchi ambayo ni kimbilio la wengi. Amani ni jambo la muhimu sana. Imechukua vitu vikubwa, ambapo nikienda kwenye jamii, hata kwenye taasisi yangu ya kidini, tutapanua wigo mkubwa sana, kwa sababu tumeona upana wa ile haki na ile amani, neno amani, kwa sababu ni utulivu wa akili pia. Unajua penye amani unafanya kila kitu, na penye amani unaona tunaswali bila shida, tunakusanyika bila shida, tunasafiri bila shida. Hiyo yote ni nini? Tunu ya amani. Lakini na mimi niseme kwa umri wangu, mimi sasa hivi ni miaka 62 sasa, naenda 63. Naona jinsi ambavyo amani ilivyo muhimu sana, kwa sababu tangu mwanzo tumeona jinsi ambavyo kizazi mpaka kizazi tunaona hatupati shida kwa sababu nini? Ya utulivu. Kwa majina yangu naitwa Askofu Gilbert Kasoba wa makanisa ya Amani Kisima cha Makimbilio, kwa kifupi PFRC, mkoani Mbeya. Kwa ujumla nitoe pongezi kwa Baraza la Islamu la BAKWATA kwa semina wanazozileta. Semina hii ni semina inayotufungua, ni semina kwanza inayotuleta pamoja, haina ubaguzi, haina kitu kingine tofauti kufanya labda dini moja. Hakika kitu hiki kinapendeza kwa jamii ya Tanzania. Namba moja, kwanza kutuleta pamoja Wakristo na Waislamu kukaa pamoja. Haikuwahi kulitokea namna hii mimi kukaa pamoja. Na wakati mwingine watu walielimisha watu vibaya, kwa watu hawa ni wabaya, hawa watu hawa ni wabaya, lakini kumbe ni vitu vya upotoshaji tu. Lakini elimu hii tunaleta BAKWATA, Baraza la Kiislamu la BAKWATA, kutuleta pamoja, kutufundisha, kutufungua. Tanzania hii ikiharibika, hatuna pengine pa kwenda. Tanzania hii ni ya kwetu. Tanzania hii ikijaa chuki na uvunjifu wa amani, sina pa kukimbilia na familia yangu, huna pa kukimbilia na familia yako, manake wote tutaangamia. Lakini chombo hiki kimeleta kitu kizuri cha kutukalisha pamoja. Tunapotoka hapa kwenye semina, tutakwenda kwenye makanisa mengine, makanisa yetu, tunawaelimisha watu kwa kitu hiki. Amani ndilo tunda la msingi kwenye nchi yetu Tanzania.
Bila amani hamwezi kukaa msikitini. Bila amani hatuwezi kufanya biashara yoyote. Bila amani, kwa tunda la amani, ninaomba kila mmoja awe balozi wa kulinda tunda la amani mahali popote unapopita. Sisi tunapopita kwenye makanisa yetu, hata kwenye matawi yetu. Kwa mfano mimi askofu nina matawi mengi, nazunguka kuna huko. Lakini baada ya kupata shule hii ninaelimisha jamii. Naitwa Sheikh Idi Tua, ni mwenyekiti wa umoja wa maimamu mkoa wa Mbeya, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya amani mkoa wa Mbeya. Kwanza mimi nishukuru kuweza kupata semina hii ambayo imeandaliwa na Baraza Kuu BAKWATA chini ya kiongozi wetu Samaha Mufti wetu Abubakar Zuberi bin Mbwana, ambaye ametuandalia semina hii ya kuweza kutuhamasisha na kutujenga swala la amani ni nini. Hili ni jambo ambalo linaweza likaleta ufanisi mzuri zaidi katika kuendeleza kuitunza amani yetu. Kwa hiyo katika jamii, sisi kama viongozi kwanza tunatakiwa tuweze kupeleka hiki tulichokipata kwa viongozi wetu na jamii kwa ujumla, na faida kubwa ambayo itapatikana katika semina hii. Baada ya hapa, kwa sisi ambao tumepata semina hii, alhamdulillah, maana yake ni kuendelea kuidumisha amani huko mtaani, ni kuendelea kuwafahamisha waumini pamoja na jamii huko kwamba Tanzania bado amani ipo, amani haijavunjika, na hakuna nchi ambayo unasema kwamba ina amani ya 100%. Naitwa Abdallah Abubakar Kichwabuta, ni katibu wa vijana wa Kiislamu wa BAKWATA mkoa almaarufu Judhikiba. Leo nimehudhuria semina ambayo ni mwendelezo wa semina iliyoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA juu ya kutamabaisha na kutaarifu umma juu ya swala zima la amani katika nchi yetu na namna ya kulinda na kuitunza amani yetu. Binafsi ninafaidika na mafunzo haya kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza inayofanya niseme nafaidika na mafunzo haya, kwanza ninafahamu wajibu na umuhimu wa kuilinda na kuitunza amani katika nchi ili uweze kuendeleza, uweze kutetea na kuhakikisha wananchi wote wanakuwa kwenye hali ya usawa na usalama. Jambo la pili, amani ni jambo kubwa na jambo nyeti na jambo la muhimu sana, hasa kwa sisi vijana, kwa sababu sisi ndio kipaumbele cha watu ambao wanasema na tunatumika kwa namna kutengeneza mazingira, aidha kuharibu au kutengeneza mazingira ya kuwa mazuri. Kwa hiyo mafunzo haya ambayo tunasoma, mafunzo yanayohusiana na swala zima la amani, kwetu kwanza ni mafunzo muhimu sana kama sisi vijana, lakini pia kueleta mafunzo haya ndani katika mkoa wa Mbeya. Tunasema ni mkoa ambao kiuhalisia umepata tukio la tarehe 29 ambao umekuwa ni anatengeneza athari kubwa sana ambao vijana wametengeneza, wamesababisha kwa wananchi na kwa watu wanaopatikana katika mkoa huu. Kwa kupata mafunzo haya yanayohusiana na swala zima la amani, haya yanatusaidia sisi vijana kuendelea kujiimarisha, lakini pia kuona umuhimu wa namna ya kuendelea kuthamini watu, kuendelea kuwaheshimu watu, kuendelea kuona umuhimu wa kuwa pamoja ili kutengeneza mazingira ya kutengeneza kwanza amani, lakini pia kuhakikisha tunapata swala zima la uchumi linakaa vizuri. Yangu naitwa Mchungaji Hebroni Mwasomora, ndiye askofu wa jimbo la Rungwe. Semina hii ni ya pili kwangu kuhudhuria tangia siku ile tumefanya semina ya kwanza ya uelimishaji. Kwa kweli nimefurahishwa na elimu tuliyoipata kwamba nchi atakayelinda ni sisi wenyewe. Tunachohitaji kama ambavyo sisi tumeelimishwa, tunawaomba tu walimu wetu waendelee kulielimisha hili na mahali pengine. Kwa upande wa sisi tuliohudhuria kwa siku ya leo, naamini tutakuwa sababu ya kufikisha ujumbe huu mahali tunakotoka. Ila baada ya kutoka hapa, kwa walimu wetu wajitahidi kuwafikia na watu wengine sehemu nyingine. Kwa jina naitwa Osea Jana Maigomole. Kwamba amani katika nchi yetu kama umekuwepo ni kitu kizuri sana, lakini ametujengea msingi wa kujua tunafanya nini na nchi tunafanya nini katika hali yoyote wanavyokwenda nchi hii na hii katika kugombana na kufanya nini. Ametufunulia mambo mazuri sana na mengi sana. Sasa kwa hali ilivyo, kama kweli kutakuwa na utulivu, watu tunataka tujifunze. Kama elimu hii ingeendelea kwa watu wote wakajua nini kinachohitajika. Jina naitwa Musa Moriosi. Nimeshiriki kikao hiki cha BAKWATA nikiwa kutoka makundi mbalimbali kama mwalikwa, lakini pili nimekuja kujifunza na kuamini kile ambacho naamini kwamba kitakwenda kujenga taswira nzuri katika falsafa kuanzia sasa na tunapoenda. Jambo la msingi sana ambalo labda nianze moja kwa moja kama ulivyozungumza kwamba mimi nishauri kwamba
amani ndani ya nchi yetu ni msingi. Sisi tuko hapa kwa ajili ya amani, na kila mmoja ili aweze kuzaliana, aweze kuzalisha mali, aweze kufanya kazi zake kwa bidii. Hasa vijana wangu ambao saizi wako barabarani wanajipatia riziki mbalimbali, lazima tuenzi amani, kwa sababu bila amani manake hatuwezi kufanya chochote. Hakuna atakayejiamini kwenda kutafuta fursa, kuhangaika huku na kule. Lakini halikadhalika niseme sasa, shida kubwa iliyopo ili amani yetu endelee kuwepo ni kwamba naomba sana kwamba wale watu ambao rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapa nafasi ya kuwateua, basi wawe wazalendo. Uzalendo ni kutekeleza yale shida za wananchi, wajikite kuingia moja kwa moja kutatua kero za vijana. Watu inaonekana kwamba amani haipo ni kwa sababu watu wana mambo hawajui nani wa kumwambia. Sawa na sisi hapa, sisi tumekuja tumejifunza mengi, tumejifunza namna ya kutoa yaliyoko moyoni, lakini tumejifunza namna gani tunatakiwa pia kuijua nchi yetu. Tumeijua nchi yetu, lakini tumefahamu mambo mbalimbali. Kwa hiyo niseme tu kwamba viongozi ambao wanapewa fursa na Mheshimiwa Rais ya kupewa nafasi, wajue kabisa kwamba Watanzania wana shida, wanapaswa kusikiliza. Uliyepewa chombo cha kusimamia kama ni sheria, tenda haki, hakikisha mtu asihukumiwe pasipo haki. Wewe uliyepewa vyombo vya ulinzi, usimfungulie mtu statement case ambayo kesho na kesho kutwa itachafua serikali. Leo hii nchi inachafuka kwa sababu ya watu wachache kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Mtu yeyote anaishi kwenye jamii, manake kuna changamoto zinazohusu ardhi, kuna changamoto zinazohusu uchumi. Watu wengi, mtu penye njaa hawezi kuwa na amani. Kwa hiyo pia tufahamu kwamba wewe Mheshimiwa Rais amekuteua, kuna mapori huko makubwa imejengewa, tumeweka, tunasema hii hapa itakuwa ni game reserve. Wakati huo tuna vijana karibu 500 wapo wanashinda vijiweni na wanatamani kulima, wako huko. Kwa hiyo ni vizuri pia hata viongozi wanaopata nafasi kuwa wabunifu, kujua hawa vijana 500 waliopo eneo ambao wanaolandalanda, je, tukiwapangisha mashamba kwa muda wa miaka 5 wakalime na tukatengeneza. Naitwa Uzima Justin, natoa elimu ya masuala ya amani, masuala ya haki na maridhiano. Tumepata fursa ya kuwapa Mbeya, na kwa kweli tumekutana na viongozi wa dini mbalimbali kutoka Wakristo, Waislamu, lakini kuna vijana, bodaboda, bajaji, kuna makundi maalum vile vile ambao tumekutana nayo hapa, lakini vile kuna baadhi ya wawakilishi kutoka upande wa serikali. Lengo hasa la kukutana kwetu hapa ni kujadiliana kama taifa na aina gani ya nchi tunaitaka kwa kuzingatia misingi ya amani, misingi ya haki, misingi ya maridhiano na uwajibikaji. Kukutana kwetu hapa vile vile tumeakisi baadhi ya changamoto ambazo zilitokea katika nchi yetu. Wengi tunafahamu yaliyotokea kipindi cha Oktoba 2025, tarehe 29 Oktoba 2025, patokea mambo mengi, lakini kama nchi lazima tuangalie kwamba tunapaswa kwenda mbele. Kwa hiyo tumekutana, tumejadiliana mambo mengi. Bado nchi yetu kama nchi ni nchi salama, kuna umoja katika nchi yetu, kuna utaifa katika nchi yetu. Kwa hiyo tumekutana hapa tuweze kujadiliana namna gani changamoto hizi ambazo zimetokea chache tunaweza kuzishughulikia vipi, ili kama taifa tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kuwa na maendeleo kwa ajili ya faida ya Watanzania wote.